Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Karibu kwa idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Ann Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Bakangia baye na butu, sa convocation, sa kwa, bakomi na butu na 3h du matin. Askari wao wengi wangali bado wanaonekana katika mji wa Uvira. Na kuna wale ambao wanavalia hata sare za kiraia. Hii leo wakaaji wa mji wa Uvira wanalalamikia wapiganaji wa M23 wanaoonekana barabarani za miji licha ya viongozi wake kusema wanaachia mji huo ambao ni makao makuu ya Kivu Kusini. Kwa taarifa hiyo na nyingine kutoka maeneo mbalimbali Afrika, kaa nasi. Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu Angela Ngendo. Kambi ya upinzani nchini Zambia wanalalamikia hatua ya bunge kupitisha mswada wa kufanyia marekebisho vipengee 13 vya katiba kumpendelea Rais Hakainde Hichilema katika uchaguzi wa urais wa mwaka ujao. Hii ni baada ya bunge nchini humo kupitisha kwa sauti moja mswada wa kubadili vifungo kadhaa vya katiba vinavyohusiana na sheria ya uchaguzi. Zambia inatarajia kuingia kwenye uchaguzi mwezi Agosti mwaka ujao, lakini tayari upinzani unahisi zipo njama za kumpendelea Rais Hakainde Hichilema kushinda kirahisi uchaguzi huo. Wanasiasa wa upinzani, mashirika ya kiraia na makanisa yamekuwa kifanya kampeni kupinga mswada huo, wakisema umepitishwa haraka bungeni. Shirika la kimataifa la uokoaji IRC limeitaja Sudan kuwa nchi ya kwanza miongoni mwa mataifa yaliyo na mizozo mibaya zaidi ya kibinadamu duniani. Orodha hiyo inaangazia nchi 20 zilizo katika hatari kubwa zaidi ya kukumbwa na migogoro mipya ya kibinadamu au kuzorota kwa hali ya dharura ya kibinadamu mwaka 2026. Hii ni mara ya 3 mfululizo kwa Sudan kuongoza orodha hiyo iliyochapishwa Disemba mwaka huu. Mkurugenzi mtendaji wa IRC David Miliband anasema katika taarifa kwamba kile ambacho IRC imeshuhudia katika maeneo husika ni ya kusikitisha. Ukanda wa Gaza pamoja na ukingo wa Magharibi, maeneo yote ya Kipalestina pamoja na Sudan Kusini, Ethiopia na Haiti yanafuata kwenye utaratibu huo. Mahakama uhalifu wa kiuchumi na ugaidi nchini Benin imewashitaki watu 30, wengi wao wakiwa wanajeshi, kwa kosa la kuhusika katika jaribio la mapinduzi lililolenga kuivuruga serikali halali ya Rais Patrice Talon, tukio lililotikisa uthabiti wa kisiasa wa taifa hilo la Afrika ya Magharibi. Kwa mjibu wa mashtaka, wanajeshi wa ngazi za chini walijitokeza hadharani kupitia televisheni ya taifa hapo Disemba 7 na kutangaza kuchukua madaraka, wakidai serikali imeshindwa kuongoza nchi, hatua iliyochochea taharuki na hofu miongoni mwa raia. Hata hivyo, jaribio hilo lilikabiliwa kwa kasi na wanajeshi waliobaki kuwa waaminifu kwa serikali na msaada wa kikosi cha anga cha Nigeria sawa na kikosi maalum cha Ufaransa, alilosababisha mapigano makali, vifo vya watu kadhaa na kurejeshwa kwa utulivu ndani ya muda mfupi. Hadi sasa kinara jaribio hilo, Luteni Kanali Pascal Tegre, pamoja na wanajeshi wengine waliohusika moja kwa moja katika uasi huo hajulikani waliko. Afrika Kusini imelalamikia Marekani kwa kutumia raia wa Kenya wasio na vibali kufanya kazi nchini humo katika kituo chake kuwasajili raia wa kizungu ambao wanatafuta hifadhi ya ukimbizi ndani ya Marekani. Wakenya 7 wamekamatwa na maafisa upelelezi Afrika Kusini baada ya kupatikana na visa vya utalii ambavyo havitoi hati ya kufanya kazi nchini humo. Marekani kwa upande wake imelalamikia Afrika Kusini na kusema mamlaka za Pretoria zinavuruga shughuli za kuwapa hifadhi raia wa kizungu wa Afrika Kusini wanaolalamikia kubaguliwa kwa misingi ya rangi. Marekani imetangaza mabadiliko makubwa kutoa hifadhi kwa wakimbizi na kusema kuanzia sasa raia wa kigeni watakaopata hifadhi ni raia wa kizungu kutoka Afrika Kusini pekee. Afrika Kusini imepinga tuhuma za Marekani na kusema raia weusi ndio wanaoathirika zaidi na visa vya uhalifu sawa na ubaguzi wa rangi. Aidha, imesema Wakenya waliokamatwa bila vibali vya kufanya kazi watarejeshwa nyumbani mara moja. Huku haya yakiarifiwa, Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kuweka vikwazo zaidi vya usafiri kwa mataifa mengi ya Afrika
sawa na raia wa Kipalestina. Mataifa Afrika ambayo raia wake wamefutiwa kabisa kupata visa Marekani kuanzia mwakani 2026 ni pamoja na Burkina Faso, Mali, Niger, Chad, Equatorial Guinea, Eritrea, Sierra Leone, Congo Brazzaville, Somalia, Sudan na Sudan Kusini. Raia wa Nigeria, Tanzania, Zimbabwe, Burundi, Senegal, Togo, Zambia, Malawi, Gabon, Angola, Benin na Ivory Coast watapokea visa kwa misingi maalum na kwa minajili ya kufaidi Marekani, huku marufuku ikiwekewa wengi wakiwemo maafisa wa serikali wanaohusishwa na ukandamizaji, ufisadi na kutoshirikiana na Marekani katika meda mbalimbali, hususan usalama kama vita dhidi ya ugaidi. Utawala wa Rais Trump umeweka sera kali uhamiaji na kutetea maamuzi yake ya sasa kama hatua kuzuia wahalifu kuingia Marekani. Raia wa mataifa yaliyowekewa vikwazo na ambao tayari wana uraia wa Marekani hawatafutiwa visa au vibali vya kusalia na kuingia nchini humo. Haya basi, kwa wasikilizaji wetu waliopo mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, matangazo yetu ya kila siku yanapatikana kupitia redio, televisheni Rwanzururu, RTR Beni, kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasisi na Masaka nchini Uganda. Karibuni sana washirika wa redio, wadau wa maendeleo na wawekezaji wa Afrika. Kwa heshima na furaha kubwa tunawakaribisha kuungana nasi katika safari ya kuijenga na kuikuza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, jukwaa linalounganisha sauti ya Waafrika kuvuka mipaka na kuleta mabadiliko chanya katika jamii zetu. Sauti ya Afrika ni zaidi ya redio, ni daraja la mawasiliano, elimu, biashara na utamaduni. Kupitia ushirikiano na redio washirika kutoka nchi mbalimbali za Afrika, tunafikisha habari za kuaminika, elimu yenye tija, burudani bora na fursa ya kiuchumi kwa mamilioni ya wasikilizaji. Hii ni nafasi adhimu kwa wawekezaji wa Afrika kuunga mkono chombo chenye ushawishi mkubwa, chenye hadhira pana na chenye mchango wa moja kwa moja katika maendeleo ya bara letu. Tunawaalika wawekezaji, taasisi na wadau wa mawasiliano kushirikiana nasi katika kupanua wigo wa matangazo, kuimarisha teknolojia ya redio na kukuza vipindi vinavyochochea ujasiriamali, amani na mshikamano wa Afrika. Kwa pamoja na washirika wetu wa redio kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, tunajenga mtandao imara wa mawasiliano unaofungua fursa mpya za uwekezaji, biashara na maendeleo ya kijamii. Kwa sasa endelea kutupata kwa majukwaa yetu ya YouTube, Facebook, TikTok na X. Tafuta tu idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika. Na basi hayo basi ni matangazo yetu maalum, tukitumai kwamba yamegusa pahali kwenye moyo wenu. Hebu sasa turudi kwenye taarifa kuu za leo. Bila shaka moja kwa moja tunakunjua jamvi la idhaa ya Kiswahili Sauti ya Mwafrika, tukiwa bado kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo ni siku 4 sasa tangu kiongozi wa kundi la wapiganaji wa AFC na M23 Corneille Nangaa kutangaza kwamba wapiganaji wake wataondoka kutoka mji wa Uvira. Mji huo ulitwaliwa na wapiganaji hao wiki iliyopita, wakati viongozi Rwanda na DRC wakisaini mwafaka wa amani mjini Washington na kufadhiliwa na Rais Donald Trump. Licha ya Nangaa kusema wapiganaji wake wataondoka mji wa Uvira kufuatia shinikizo za Marekani, wakaazi na makundi ya kibinadamu wanasema kungali na baadhi ya wapiganaji hao ambao wameendelea kusalia Uvira na viungani mwa mji huo. Aidha, utawala wa Kinshasa unasema Rwanda inahujumu mwafaka wa amani wa Washington kwa kuendelea kuwafadhili na kushirikiana na wapiganaji wa M23 ambao inasemekana hawajaondoka kutoka mkoa wa Kivu Kusini. Mwanahabari Mseke Dide amekuwa kufuatilia taarifa hizo mashariki mwa nchi hiyo na sasa tunafanya mahojiano naye. Dide, kumekuwa na taarifa kuwa M23 wameondoka Uvira, lakini ripoti za ndani zinasema bado wako viungani. Kwa taarifa ulizonazo kutoka eneo la mashariki, kundi la M23 wako wapi hasa kwa sasa?
wameondoka kweli au wamejificha tu? Asante Ani kwa swali lako, kutaka kujua ikiwa tayari M23 wameanza ondoka toka mchini Uvira kutokana na shinikizo kutoka serikali ya Marekani kutaka bila masharti yoyote yale waondoke. Kwa kweli tangu jioni siku ya Jumatano hata mwanzo wa usiku wa kuamkia leo, msururu wa askari wao walionekana barabarani wakitoka katika jiji kati la Uvira kuelekea upande wa kaskazini, barabara ya taifa namba 5 inayoelekea sehemu za Kamanyola huko hadi Bukavu. Lakini ikiwa hayo yalishuhudiwa usiku, shida na tatizo kubwa ni kufahamu ikiwa kwa muda huo waliondoka na kuelekea wapi. Mahali ambapo wamekwenda hapajulikane, na kama vile ilikuwa ni usiku haifahamiki wapi waliishia. Hiyo ndio tatizo ambalo liliopo hivi sasa, na ndiyo jibu ambalo naweza nikaitoe kwa kujuza wasikilizaji wa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika kwa muda kama huu. Tukizungumzia maisha ya kawaida ya wananchi, hali ya usalama Uvira na maeneo yake ya viungani ikoje kwa sasa? Je, wananchi wanaendelea na shughuli zao au bado wanaishi kwa hofu na tahadhari? Vyanzo vya asasi za kiraia wamesema kuna vijana ambao wengi wao wameuawa, hata wale ambao walikuwa na maderaha kupitia risasi zilizopigwa kiolela katika mji huo wakapatikana kwenye hospitali kwa ajili ya matibabu. Lakini yamkini hapa ninazungumzia bila uthibitisho, ila ni kutokana na kitangazo tulichokipata kutoka asasi za kiraia nchini Uvira. Wamesema kuna vijana waliokutwa kwenye vitanda vya hospitali wakiwa na majeraha, lakini wengi wao waliuawa wakituhumiwa na M23 kwamba huenda wakawe ni wazalendo. Hizo habari zimetangazwa kwa namna hiyo. Kinachosalia ni ombi la asasi hizo za kiraia waliotaka jumuiya ya kimataifa kufanya uchunguzi wa kina na kulaani vitendo ambavyo vinaendeshwa na wapiganaji hao wa M23. Yaani sehemu wanakoishi raia hakuna lile ambalo wanazungumzia kuhusu usalama, na wengi wanajizuiza kwa kuwa mambo yote ambayo huenda wanaweza wakafanya hadharani ni kwa msukumo tu, kushinikizwa wafanye hiki, nao wanalazimika kwa sababu hawana la kupinga. Huo ni ukweli unaoshuhudiwa sehemu nyingi ambazo M23 inatawala. Ubalozi wa Marekani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa inashinikizwa kuelezea alikozuiliwa katibu mtendaji wa chama cha PPRD Emmanuel Shadari. Shinikizo hizo zimetolewa na familia yake pamoja na chama chake ambacho kinahusishwa na Rais mstaafu Joseph Kabila. Tangu akamatwe, familia yake inadai kuwa hawajawasiliana naye, wakidai kuwa ni mgonjwa na anahitaji matibabu. Huyu hapa Mbeleshi Msochi na taarifa zaidi kutoka Kinshasa. Ni baadhi ya wafuasi wa chama cha PPRD, chama cha Rais mstaafu Joseph Kabila, wakiandamana mbele ya ubalozi wa Marekani nchini Kongo. Wanakuja haswa kuomba serikali ya Marekani kuingilia kati ili familia ya Emmanuel Shadari ambaye ni katibu mtendaji wa chama hicho yafahamishwe pahala alipowekwa baada ya kukamatwa nyumbani kwake hapa jijini Kinshasa tangu juzi usiku na watu waliodaiwa kuwa walinzi wa Rais Tshisekedi, kwa mujibu wa mkewe. Shadari ambaye ni waziri wa mambo ya ndani ya zamani alishikwa pamoja, kulingana na Wivine Paipo ambaye ni mkewe, na maafisa watatu wa polisi waliopewa jukumu la ulinzi wake, mkuu wake wa itifaki, mpishi wake na dereva wake. Tangu Jumatatu jioni, familia yake hadi sasa imesema haifahamu pahala amewekwa Shadari. Jamaa ilienda kambini Chachi, makao makuu ya walinzi wa rais huku, lakini hakuweza kudhibitisha uwepo wake huko. Mke wake ameomba msaada wa serikali ya Marekani kuwasaidia kutafuta mpinzani huyu. Hawa toye na ambasade kwa ambasade Etats-Unis kwa konzina biso
Tumefika hapa ubalozi wa Marekani kwa sababu hivi karibuni tulimuona rais wetu akiwa kwao na wakasaini mwafaka wa kuweka amani ya Kongo mzima. Tunaomba Marekani tusaidie kujua mume wangu aliko. Haikuwa sawa kuja na kumkamata mume wangu kama kitoto kichanga. Walimshikilia kama kifaranga. Mume wangu ni mtu mwadilifu, hajawahi kuhusika na uhalifu wowote wala kumiliki silaha tangu kuzaliwa kwake. Huyu ni mhadhiri wa chuo kikuu na kwa sasa wanafunzi wake wanamhitaji sana. Waziri wa zamani wa mambo ya ndani kuanzia mwaka 2016 hadi 2018, Emmanuel Shadari alikuwa mgombea katika uchaguzi wa urais wa Disemba mwaka 2018. Alipata takriban 23% ya kura, akimaliza watatu nyuma ya rais wa sasa Felix Tshisekedi. Katika miezi ya hivi karibuni, Ramazani Shadari alikuwa akikosoa mamlaka kila mara. Aliwahi kualikwa mahakamani ya kijeshi na hatua ilichukuliwa ya kumzuia kuondoka mchini, kwani serikali imekuwa ikimkosoa kuwa na uhusiano na waasi wa FC M23, shutuma zinazokanushwa na washirika wake, kama ameleza tena hapa mke wake. Bakangia baye na butu. Walikuja usiku na wakamkamata bila kutuonyesha kibali cha sababu ya kumchukua mume wangu. Walituvamia hadi wakavunja mlango wa nyumba na kuingia kwa nguvu. Mume wangu anaugua na kama familia hatujui aliko. Anahitaji matibabu na kunywa dawa zake. Niliwasihi wanikamate tuandamane naye kwa sababu mume wangu alikuwa mgonjwa, lakini wakakataa. Jana jioni, katibu mtendaji naibu wa chama hicho Ferdinand Kambere alionya kushikwa kwa mtoto wa kwanza wa Shadari, lakini hivi punde familia yake imesema ya kwamba mtoto wake aliachiliwa huru asubuhi ya leo, lakini hali yake ya afya si nzuri pia. Viongozi wa chama hicho wamehonya jumuiya ya kimataifa kuhusu yale wamedai hali ya kutishiwa waliokabiliwa nayo. Hadi sasa hakuna hata tamko ya ikulu au vyombo vya usalama kuhusu kushikwa kwa mpinzani huyu. Beleti Msoshi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, Kinshasa. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge au usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Bila shaka msikilizaji, kuwa huru kabisa kuchangia kwenye makala unayoyasikiliza na kipindi kizima. Jina langu mimi ni Anne Ngugi, tuendelee kuandamana. Nchini Kenya, kampeni ya Rais William Ruto kuwezesha nchi hiyo kufikia upeo wa ustawi sawa na mataifa kama Singapore na Korea Kusini kumezua mjadala mkali miongoni mwa jamii. Rais Ruto amezindua hazina maalum ya ustawi inayonuia kuimarisha umeme, barabara, viwanja vya ndege na kupanua wigo la uwekezaji wa nje. Hata hivyo, wadadisi wa kiuchumi wameonya mabilioni ya fedha yanatumika kwa ujenzi huu na yanachochea kupanda gharama ya maisha na kupanda kwa kodi. Tayari vuguvugu moja la haki za binadamu limezindua kampeni ya kupata saini milioni 1 kusitisha ndoto ya Rais Ruto kuifanya Kenya kuwa Singapore ya Afrika. Huyu hapa Gabriel Ingubu akiarifu zaidi. Kwa hivyo nimesema tutafanya mambo matatu kwa mapenzi ya Mungu in the next 10 years. Mambo matatu ya muhimu. Tutatengeneza barabara kilomita 28,000 mpya. Safari ya kustawisha Kenya ifikie viwango vya mataifa ya Singapore, Malaysia na Korea Kusini tayari imeng'oa nanga. Hii ni kufuatia kutiwa sahihi kwa miradi ya nguzo za maendeleo kama umeme, ujenzi wa barabara na kurejelea mjadala wa kuchimba mafuta yaliyo eneo la Turkana kaskazini mwa Kenya. Tulipitisha a new field development plan ya mambo ya mafuta ya hapa Turkana. Hii mafuta lazima itoke chini, na mwenye kutoa hiyo mafuta chini ni mimi, na serikali itatoa hiyo mafuta chini ni hii serikali mlinisaidia kuunda. Rais wa Kenya William Ruto, ambaye amelivalia njuga swala hili, amekuwa mwenye wingi wa ahadi kwa Wakenya ambao baadhi yao wanaona ahadi hizo kama kampeni za mapema kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Tumepitisha National Infrastructure Fund, tumepitisha National Sovereign Wealth Fund
kuhakikisha ya kwamba tuwe na mpango ya sasa ya kuhakikisha kwamba Kenya inabadilika. Tayari makubaliano ya kuimarisha umeme yametiwa sahihi baina ya Kenya na makampuni mawili, moja ikiwa ni ya Power Grid Corporation kutoka India na ya pili ikiwa ni Africa 50 ya Morocco. Kenya inagharamikia wajibu huu kwa kutoa kitita cha dola milioni 311 na kampuni hizi mbili zinahitaji kuwa pamoja kutoa huduma ya miaka 30. Awali Rais Ruto alisema Kenya inahitaji megawati 10,000 ya umeme kufanikisha ndoto ya teknolojia na viwanda. Kwa sasa mahitaji ya umeme nchini Kenya imefikia megawati 2,316 ili hali uzalishaji wa umeme ni takriban megawati 2,300. Hata hivyo, baadhi ya Wakenya kupitia mashirika mbalimbali wameenda kotini kupinga mikakati ya rais kwa tuhuma kwamba si ya kufaidi Wakenya wa kawaida. Kioko Muli, mkuu wa mawasiliano katika shirika la Free Kenya Movement, wako mbioni kusanya sahihi milioni 1 kote nchini Kenya kuzuia rais kusanya kodi ya ustawi na kupunguzia rais mamlaka kwa pesa za umma. Katika madai yao, Kioko na kundi lake wanasema rais anafaa kushughulikia suala la ufisadi na kuzipa taasisi za serikali uhuru wa kujisimamia, ndipo awe na azma ya kustawisha Kenya kwa viwango vya kutamanika. Ukikumbuka 2022 walikuwa wanasema hustler versus dynasty. Sasa hivi hana kingine, hawezi ambia watu mambo ya hustler ama dynasty, kwa maana yeye amejikimu, amekusanya, yeye yuko bora, hawezi jiita hustler tena. Kwa hivyo sasa itabidi adanganye wa Kenya tunakuwa Singapore. Na mimi naita Singapore, si Singapore tena. Kwa nini unaona hivyo, na kuna majengo yanaendelea na vitu ambavyo yamefanya katika idara ya afya, education, barabara na kadhalika? Yale mambo amefanya katika idara ya afya, mambo katika idara ya education yameturudisha miaka 30 iliyopita. Kwa maana ukiangalia kama mambo ya afya, SHA ukikombea na NHIF, hizi mimi mwenyewe niko registered SHA, nilikuwa NHIF pia, nilikuwa naenda hospitali na tibiwa bila ubaguzi. Sasa hivi ukienda na SHA au tibiwi, unaambiwa tufanyi na SHA, lakini yeye mwenyewe hataki kubali. Alisema Wakenya wakienda hospitali warudishwe waseme, lakini kusema ukweli tutalia si wote kila wakati, kwa maana SHA inafanya kwa civil servants pekee. SHA ukienda hospitali unaambiwa ulipia mwaka mzima. NHIF hakuna siku yenye mtu alikuwa anaambiwa alipia mwaka wote. Kwa nini? Hiyo ni biashara. That's just like a private insurance premium whereby you pay annually. Mambo ya mabarabara saizi ndo wameamka, na hizo mabarabara hata wenye zinafanywa they are fishy deals, because when you look now they have started a 5 trillion infrastructure fund. Si barabara kwa minajili ya Kenya, ni biashara ya watu. Juu limited liability company iko na shareholders. Shareholders ni nani? Juu mimi Mkenya wa kawaida nachangia nini kwa ile fund? Ile kampuni nachangia nini ndio nikuwe shareholder? Zote zitakuwa toll roads. Angalia barabara ya kutoka hiyo kwenda Mau Summit. Wanataka kujenga barabara kama wajapea Kenyans option ya free road. Wanavunja haki za Wakenya, kwa maana hakuna venye utajenga barabara mahala ambapo kuna barabara ingine na ukose kujenga barabara ya sare, ujenge barabara moja ya kulipiwa. Hata Nairobi Expressway kuna barabara ya chini na ya juu, na hivyo si venye Singapore iliundwa ama South Korea, kuambia na ukweli. Kwa hivyo kwa mtazamo wako unaona kabisa safari ya Singapore hatuwezi kufika na dereva wetu akiwa rais? Safari ya Singapore ni safari ya William Ruto ya kuitisha kiti cha rais 2027, si safari ya Wakenya. Ile ni campaign strategy yake, lakini Wakenya saizi ni werevu. William Ruto tunamjua. Tukianza mchakato wa kukusanya sahini milioni 1, kwa maana kuna mambo ambayo yanakera Wakenya. Ya kwanza iko overtaxation. Kitu ya kwanza ambayo tunaleta ni katika katiba ya Kenya, economic rights. Tunaleta bidhaa 15 zikuwe zero rated tax, ikiwepo mafuta, taa, petroli na diseli. Kwa maana ukiangalia petroli inafika katika port ya Mombasa na shilingi 78, lakini ikikuja kwa pump unanunua 180, na kumaanisha tax
ama tax ndio inaumiza Mkenya. Kwa hivyo hizo ndizo vitu zenye tumeleta kwa referendum yetu, upate tukiweka hiyo kwa katiba. Hakuna siku bunge wataleta finance bill ambayo ina tax those basic commodities. There are 15 of them. Na kuna mengine ambayo tunaleta pale pia, ingine ni kutoa treasury itoka kwa Ministry of Finance. Kwa maana ndio maana unaona president anazunguka akitigamba, kwa maana pesa ya Wakenya imewekwa kwa meza yake. The moment treasury iko katika Ministry of Finance, inamaanisha president atakuwa na command CS wa finance, mambo itendeke venye anataka. Ndio maana tunataka kuseparate treasury ikuwe kama independent commission. Treasury upate haiko under Ministry of Finance, na hiyo tunataka kuileta tuiweke kwa katiba. Kwa hivyo kwa neno moja tu, wewe unaona safari ya Singapore, rais wetu akiwa ndio dereva wetu, hatutafika? Hiyo safari haitaanza, ndio haijaanza. Gabriel Ingubu, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Tukisonga mbele ni kwamba kwa mara ya pili katika historia ya kisiasa, Eritrea imejiondoa kwenye muungano wa kieneo wa maendeleo ya mamlaka ya serikali za Afrika Mashariki IGAD. Hatua hii si ya kawaida wala ya kupuuzwa. Ni kauli nzito ya kisiasa, ni sauti ya ukimya inayopiga kelele katika ukumbi wa kidiplomasia ya Afrika Mashariki na pembe ya Afrika. Inalazimisha swala la msingi: je, miungano ya kikanda bado ina maana katika zama hizi za misukosuko ya kisiasa, vita baridi vya ndani na maslahi yanayokinzana? Shisia Wasilwa anatupa picha kamili kwenye tahariri ifuatayo. IGAD ilianzishwa kama jukwaa la ushirikiano kwa amani, usalama, maendeleo ya kiuchumi na ustawi wa wananchi wa eneo hili, lakini kadri miaka ilivyosonga, muungano huu umeonekana kulemewa na migongano ya kisiasa, mashaka ya kuingiliwa kwa uhuru wa mataifa wanachama na lawama za upendeleo wa kisiasa. Kwa Eritrea, IGAD imekuwa zaidi ya jukwaa la shinikizo kuliko mshirika wa kweli wa maendeleo. Kwa nini basi Eritrea imejiondoa tena? Sababu kuu zinaonekana kujikita katika kile Asmara inachokiona kama upendeleo wa kisiasa na uonevu wa kidiplomasia. Eritrea imekuwa ikilalamika mara kwa mara kuwa IGAD imegeuzwa chombo cha mataifa yenye nguvu zaidi kisiasa na kijeshi katika eneo hili na kwamba sauti za mataifa madogo hazisikiki. Aidha, misimamo ya IGAD kuhusu migogoro ya kikanda ikiwemo Ethiopia, Sudan na Somalia imekuwa ikitafsiriwa na Eritrea kama kuingilia masuala ya ndani na kupuuza mtazamo wake usalama wa kitaifa. Hatua zipi zitachukuliwa? Kisheria, IGAD haina meno makali ya kuadhibu taifa linalojiondoa, lakini kisiasa kujiondoa huku kunaleta pigo kwa mshikamano wa kieneo. Huenda muungano ukajaribu diplomasia ya nyuma ya pazia, kuishawishi Eritrea rejee au kufanya mageuzi ya ndani ili kurejesha uaminifu uliopotea. Lakini bila mabadiliko ya dhati, wazi, usawa wa sauti na kuheshimu uhuru wa mataifa, jitihada hizo zitabaki kuwa maneno matupu. Je, Eritrea itakosa nini? Kwanza, itajinyima jukwaa muhimu la mazungumzo ya kikanda kuhusu amani na usalama. Pili, itakosa fursa za ushirikiano wa kiuchumi, misaada ya maendeleo na miradi ya pamoja inayoratibiwa kupitia IGAD. Tatu, kujitenga huku kunaweza kuzidishia Eritrea hali ya kutengwa kidiplomasia, hali ambayo tayari imekuwa mzigo katika historia yake ya kimataifa. Hata hivyo, tahariri hii haipaswi kuwa hukumu kwa Eritrea pekee. Ni kengele ya hatari kwa IGAD yenyewe. Muungano wote unaopoteza wanachama wake kwa sababu ya kukosa haki, usawa na uaminifu unapaswa kujitathmini upya. Swali si kama Eritrea imekosea kujiondoa. Swali kubwa ni kama IGAD imefeli kutimiza ahadi yake kwa muungano mataifa sawa, si wa mabwana na wafuasi. Ikiwa miungano ya kikanda itabaki kwa vyombo vya kisiasa vinavyohudumia maslahi ya wachache, basi itaendelea kupasuka kama glasi dhaifu. Lakini ikiwa itachagua njia mageuzi ya kweli, huenda siku moja Eritrea na mataifa mengine yenye mashaka yakarejea mezani, si kwa shuruti bali kwa imani na amani. Naam, huyo amekuwa ni Shisia Wasilwa na tahariri ya leo. Naam, hii leo kwenye neno la siku tunaangazia neno bubujika. Bubujika ina maana ya kutoka kwa kitu kioevu, sauti au hisia, kwa wingi, kwa kasi na bila kukatika kutoka kwenye chanzo chake.
Mara nyingi neno hili hutumika kuelezea maji au vimiminika kutoka kwa maji mengi ardhini au kwenye chemichemi. Kwenye sauti, kutoa sauti nyingi au maneno mengi kwa mfululizo kama vile kicheko au vilio. Kwa hisia, wakati mtu anapojisikia msisimko mkubwa wa furaha na huzuni kiasi kwamba unafurika ndani yake. Hapa kuna mifano ya jinsi unavyoweza kulitumia neno hili katika mazingira tofauti. Muktadha, maji au asili. Maji baridi yalianza kububujika kutoka kwenye ile chemichemi ya milimani. Hisia za furaha. Baada ya kupata habari za ushindi, kicheko kilibubujika bila kuzuiwa. Huzuni au machozi. Machozi yalimbubujika machoni pake alipoagana na rafiki wake wa zamani. Kwenye maneno au hotuba, maneno ya hekima yalibubujika kutoka kinywani mwa mzee yule wakati wa mkutano. Maneno yaliyo karibu na neno hili bubujika kuna kuchuruzika, yani kutiririka kidogo kidogo, mara nyingi kwa kunata au kwa kiasi kidogo kuliko kububujika. Kufurika, kujaa na kupita kiasi. Miminika, kutoka kwa wingi kuelekea upande mmoja. Haya, hilo ndilo neno la siku. Asanteni wote kwa kuchangia, na kwa niaba ya wote kwenye idhaa hii yetu ya Kiswahili, wanahabari wote na wahariri ambao wamehusika sana kuhakikisha matangazo haya yako hewani kwako wewe msikilizaji, tunasema ni asante sana kwa kutufuatilia. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki, vilevile saa 12:30 saa za Afrika ya Kati kule maziwa makuu mashariki mwa DRC, Rwanda na Burundi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka kwamba hivi karibuni tunaanza kuungana na redio washirika katika nchi mbalimbali ili kuhakikisha kwamba sauti ya Mwafrika inaenea kote kote. Kumbuka pia kujiunga nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi. Kwaheri kwa sasa na jioni njema.